Ni Alhamisi ya Novemba 13, 2025 iliyoamka tulivu jijini Dodoma, lakini ikiwa pia na vimanyunyu kwa baadhi ya maeneo pale Dar es Salaam, huku kiupepo kikipepea kwa mwendo wa taratibu pale Arusha, Iringa na Mbeya. Kule Zanzibar, hasa pande za Kizimkazi, Msimbati, Mtwara na Kisiju Pwani, majahazi yakirejea ufukweni. Macho na masikio ya maeneo mengine ambayo sikuyataja kwa sababu tu ya nafasi, yote yanaelekezwa Dodoma, ambapo kuna jambo linafanyika, nalo ni kuthibitisha uteuzi wa jina la waziri mkuu uliofanywa na Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kikao cha bunge kuanza asubuhi, Spika wa bunge Musa Azan Zungu alitoa ruhusa ya kuingizwa bungeni mpambe wa rais wa Tanzania ADC Dr. Samia Suluhu Hassan, Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, kuwasilisha kwa spika bahasha yenye jina la waziri mkuu mteule. Ukumbi ulitulia tuli baada ya Spika Zungu kupokea bahasha hiyo. Alifungua na kusoma jina la Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa Iramba Magharibi. Kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba Kuteuliwa kwa Dr. Nchemba, ambaye amekuwa waziri wa fedha tangu mwaka 2021, kunachukuliwa na wachambuzi kama hatua ya kuthibitisha umuhimu wa utaalamu wa kiuchumi na nidhamu ya kifedha katika uongozi wa nchi. Ni ipi safari yake ya kisiasa? Dr. Nchemba alianza kujulikana kitaifa mwaka 2010 alipoingia bungeni kwa mara ya kwanza kama mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi mkoani Singida kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Kabla ya kuingia kwenye siasa, alikuwa mchumi katika Benki Kuu ya Tanzania BOT, kazi iliyompa uzoefu mpana katika masuala ya uchumi na fedha za umma. Miongoni mwa nyadhifa alizowahi kushika serikalini ni pamoja na naibu waziri wa fedha kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2015, waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi mwaka 2015 hadi mwaka 2016, waziri wa mambo ya ndani ya nchi kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2018, na waziri wa fedha tangu mwaka 2021 hadi mwaka 2025. Katika kila nafasi, Dr. Nchemba amejipambanua kwa kujikita katika uwajibikaji, nidhamu ya matumizi ya fedha za umma na ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akiwa na PhD katika uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Nchemba amekuwa akitumia taaluma yake kusukuma mageuzi ya kiuchumi yenye lengo la kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani, kupunguza utegemezi wa misaada na kukuza uwazi katika usimamizi wa fedha za serikali. Wakati wa uongozi wake Wizara ya Fedha, Tanzania ilishuhudia ongezeko la makusanyo ya kodi na kuimarika kwa uwiano wa deni la taifa, hali iliyomfanya kupata heshima kubwa miongoni mwa wanasiasa na wachumi. Je, ni ipi taswira yake katika uongozi? Wanaomfahamu wanamuelezea kama kiongozi mwenye nidhamu, mfuatiliaji na mwenye msimamo thabiti, anayeamini katika maamuzi yenye tija kwa taifa hata kama si maarufu kisiasa. Anajulikana pia kwa ufasaha wa hoja zake bungeni na uwezo wa kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu masuala ya uchumi na fedha.
Pendekezo lake kuwa waziri mkuu limepokelewa kwa mitazamo chanya ndani ya CCM hata nje ya chama, wengi wakisema ni muda wake. Kama atathibitishwa na bunge, Dr. Nchemba ataingia katika historia kama mchumi wa kwanza wa kitaaluma katika historia ya Tanzania kushika nafasi hiyo nyeti, wakati taifa likielekea katika hatua mpya za mageuzi ya kiuchumi na kidigitali. Muandaji ni Amiri Mhando, msomaji Ismail Kawambwa. Hii ni Daily News Digital.